Miaka 62 tangu kujipa madaraka. Bila shaka makovu ni mengi kutoka kwa tawala za kikoloni na ingalipo miongoni mwa jamii. Katika kijiji cha Kiajogu, eneo bunge la Kinangopia Kaskazini, kaunti ya Nyandarua, wakazi waishi kwa hofu ya vilipuzi wanapoingia kwenye kilimo chao cha kila siku shambani. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru ametuandalia makala spesheli ya madhila wanayopitia wakazi wa eneo hilo. Kaunti ya Nyandarua ni tajika kwa utajiri wake wa kilimo, maziwa na mito yenye kulifaa jiji kuu kwa wingi wa maji kando na mbuga na turathi za kitaifa. Kutokana na wingi wa mvua hapa, misitu ilishamiri sana na kutoa hifadhi kabambe kwa wapiganiaji wa uhuru wa taifa la Kenya dhidi ya mkoloni. Badala yake, mkoloni alitumia makombora kumkabili Mwafrika. Nyingi ya zilizosalia ardhini, karibia miongo 7 sasa, zikitia kiwewe kwa jamii za hapa. Tulistahimili tope jingi kukwea vilima vya eneo hili, wakazi wakitusubiri kwa muda mrefu kwenye mwafaka wa kusimulia madhila waliopitia na vilipuzi vya kila mara shambani. Mimi nilikuwa nikiweka hapa, nilipata hiyo bomu na nikapea askari ya foresti aliyekuwa mkubwa hapa, anaitwa Shambau. Nilimpa hiyo kitu, tulikuwa tunaambiwa ni grenade, nikawapa 2 na risasi 6. During my tenure in service, nimeweza kuripotiwa na wananchi wanapolima, wakati wanadiscover hizo landmine, mabombs. Nimeweza kuletewa zaidi ya mabombs 7 na some grenades, maana hii ndio sehemu moja ambayo ilikuwa imevamiwa sana, ilikuwa area ya Mau Mau wenye walikuwa wanapigania vita. Hizo mabomu wakati tunazipata, tunaripoti kwa polisi, alafu nao wanaita ile kitego kutoka kwa jeshi, wanakuja wanazichukua, zingine wanalipulia hapa na zingine wanaenda kuzilipulia bali. Hapa tulitoa tena bomu nyingine iko kiasi tukilima. Wakati huo tulikuwa tunatumana kazi, tunatuma vijana, mnakibua kama mko raini na mna hii. Kijana mmoja anaitwa Kaisa akakibua hiyo kitu, akaoga akafikiria ni mawe. Sasa wakati kwa bahati mzuri hiyo kitu iko na fins na bado wa nyuma. Hakuguza na bere iko na koku ya red. Sasa alishibua na hapa akaitoa. Sasa sisi tukaruka huko kwa jua kuona ile kitu kilitoka chini. Dishon Kanyi aliyemanusura wa vilipuzi hivi alifika hapa mwaka wa 1970 akiwa na umri wa miaka 13, asijua angalimpoteza kakake kwa kilipuzi. Akiarifu walifika katika shamba hili kukiteketeza kilipuzi kabla ya jazba kutokea. Akaiweka kwa jiko kwa sababu tulikuwa hapa tuna mtu mwingine ulikuwa unaitwa Mtamayo. Akaiweka ndani kwa sababu alikuwa na fuga ng'ombe. Hiyo akakuja akaniita huko nyumbani, akaniambia kitu nimefungua, kuja tuone ni nini naendelea ndani. Kufika pale ikawa hii kitu iko na imeingisha moto. Naye akainama kuipuliza na ikaingisha moto ndani. Kuingisha moto ndani ndio ikalipuka. Kulipuka yeye ilimuua, lakini mimi nilisalia. Nikaona hiyo grenade ikapiga hiyo brother yangu, na nikaona hata alikuwa anaaka moto, alikuwa anaaka moto. Na alikuwa hata alitemishwa na hiyo kitu baka huku kwa mto huko chini. Huko ndio alikuja kuchukuliwa na watu. Sisi ndio tulikuwa kwanza kufika hapa na mzee hapa naitwa Dolino, tukakutana hapa. Sasa tulikuta huyo mtoto alikuwa na garagaza chini. Hakukuwa na guo na mwili yake yote ilikuwa red. Athari ya vilipuzi hivi vya kikoloni ikiwa tishio kwa usalama waingiapo mashambani. Chifu wa kata ndogo ya Mekaro, Kinangopia Kaskazini, amehimiza usalama wanapopata vilipuzi hivi. Hii area iko na bomu mingi chini ya ardhi, na ile advice tunapatia residents wa area hii ni kwamba kila mtu akiweza kupata chuma ama kitu chini ya ardhi yenye
hajajua haswa ni nini, assume, asiweke kwa moto, alipoti ndio turipoti kwa wale maafisa ambao wenye wanahusika. Zenye zimekuwa zikipatikana tumekuwa tukiziripoti, na maafisa wenye wamehitimu kwa kulipua wamekuja wakazichukua wakapeleka pale kwa msitu na wakalipulia kule. Isitoshe, ipo sufuria hii iliyopatikana pangoni humu zama hizo ikiwa na masaza ya mifupa ya nyama, ikiwemo birika hili zito lililodaiwa kutumia na Waitaliano. Wengi wa wakazi wa hapa wamekiri kuwa yazima sufuria yenyewe kuliko kuwa na mapishi ya halaiki. Very many people in this area, they were using this sufuria. Whenever there was a homemaking, this is the main sufuria that was being given by Mama Dixon to the neighborhood. Hii sehemu kulikuweko na ile inaitagwa gurunga, ndio tulikuta huku, na hii sufuria tulikuta huku ilikuwa imewekwa nyama ndani, lakini kile kilikuwa kimebaki ni mifupa. We are reliably informed that this should have either been General Kimbo or Baria Kanio. Those are the people who are manning this area. Sasa wakazi wa hapa wakitaka ridhaa kutoka kwa serikali ya kikoloni kutokana na makovu ya vita vya ukombozi wa taifa hili, ikiwemo maafa vile. Kile tu ningetaka kuhimiza serikali na kuwauliza tu ni maana ninajua kuna sovidia. Maana hizi mabomu hazikutokana na Maumau, zilitokana na wale wazungu walikuwa wanapiga wa wenyeji ama Kenyans. Wale wazungu waweze kulipa fidia kwa zile familia ambazo zimeweza kuwa na shida na ambazo zimekuwa affected mpaka wa leo. What we would like to tell the government, the Mau Mau struggle did not just go with the Dedan Kimathi and the others. There are those people who are affected by the remains of a grenade and the bombs. They also suffered the consequences of the white man dropping the bombs in this area. And so we are saying, as we celebrate the Madaraka Day, we should also celebrate them, because they are also Mau Mau in their own making. Heko kwa wapiganiaji wote wa uhuru wa taifa la Kenya. Wale waliokuwa viongozi wa Mau Mau waliishi katika maeneo haya, walisheheni katika vita vyao katika maeneo haya, na bila shaka hii leo wewe na mimi hapa tunasherehekea zaidi ya miaka 60 ya uhuru wetu. Nikiripotia runinga TV47 kutoka lokesheni ndogo ya Mikaru kwenye kaunti ya Nyandarua, mie ni Willy Dennis Njiru.